Mchezo popote pale ulipo tuweze kutazama habari za michezo na burudani mbalimbali siku hii ya leo. Leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi ni wa 5 mwaka 2025. Karibu sana tuweze kutazama habari mbalimbali za michezo ambazo zimetufikia mezani siku hii ya leo. Tunao mengi ya kwenda kuyatazama, lakini kwanza tuanzie kule visiwani Zanzibar. Mimi ni mwanamichezo wako naitwa Juma Mohamed. Ungana nami mpaka tamati, lakini pia atakuwepo hapa Tito Makombe kwenye usaidizi na utafsiri kwa upande wa lugha ya alama. Tuanzie huko visiwani Zanzibar. Mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika yamefikia tamati hivi leo kwa msimu wa 2024-2025 mara baada ya kuchezwa mchezo wa fainali ya pili ya kombe hilo, ambapo iliwakutanisha wenyeji Simba Sports Club wakicheza katika dimba lao la nyumbani la uwanja wa New Amani Complex, na mtanange huo kumalizika kwa sare ya bao 1-1, na hivyo Simba kushika nafasi ya pili na RS Berkane kuwa mabingwa wa michuano hiyo kwa msimu wa 2024-2025 na wakiusaka taji lao la 3 na wamefanikiwa kulipata mara baada ya jumla ya magoli 3-1 hivi leo kufuatia ushindi wa awali wa RS Berkane mabao 2-0 ambao waliupata nyumbani kwao ugenini. Simba ilikuwa ya kwanza kuandika bao kupitia kwa nyota Joshua Mutale mara baada ya kutumia vizuri krosi iliyopigwa na nyota Elimpanzu na kuwafanya Simba kutangulia katika kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili kilirejea kwa klabu zote mbili kushambuliana kwa zamu. Simba walionyesha kusaka nafasi ya kupata bao la pili, lakini ilikuwa ngumu kwa upande wao, ambapo kunako dakika ya 80 nyota Steven Mukwala alifunga bao ambalo lilikuwa ni la kuotea, na hivyo kufanya mchezo huo kumalizika kwa sare ya bao 1-1 mara baada ya dakika za mwishoni RS Berkane kuandika bao la kusawazisha na mchezo huo kutamatika kwa sare ya goli 1-1, lakini kwa matokeo jumla ni magoli 3-1. Simba wanaokosa ubingwa, hii ni kwa mara ya pili wanacheza fainali katika ardhi ya nyumbani ya Tanzania. Haya, hongereni Simba, hongereni kwa RS Berkane ambao wamekuwa machampioni kwa upande wa Afrika. Tusalie hapo hapo. Klabu ya soka ya Simba imetoshana nguvu ya goli moja kwa sare ya goli 1-1 na RS Berkane katika moja kati ya mchezo wa mkondo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na kumalizika na Simba kuimaliza michuano hiyo kwa nafasi ya pili, ambapo baada ya mchezo huo tulipata nafasi ya kuzungumza na wachezaji mashabiki wa Simba ambao walijitokeza katika dimba la New Amani Complex. Tuungane na mwanamichezo wetu Juma Abdurrahmani ambaye yeye ndiye alikuwa shuhuda wa mchezo huo wa fainali. Waswahili husema jitihada huwa hazizidi kudra. Licha ya mapambano, licha ya jitihada kubwa ambazo wachezaji wa klabu ya soka waliziweka kiwanjani, licha ya mipango ambayo iliwekwa na viongozi, licha ya mipango madhubuti ambayo iliwekwa na serikali yetu, serikali zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya bara na visiwani, lakini haijazidi kudra. Simba wamepoteza tena kikombe kwa mara nyingine tena. Yaliyotokea mwaka 1993 pale Uhuru zamani shamba la bibi yametokea tena hapa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Kombe linaondoka nyumbani linakwenda Berkane, Morocco. Baadhi ya mashabiki wa Simba wamekuwa na maoni tofauti. Wapo ambao wanasema hawana deni na wachezaji wao kwa kuwa wametoa kila ambacho wametoa. Sema kweli, mimi kama mpenzi wa Simba siwadai kitu yani. Siwadai kangalau tumekosa kombe, siwadai kitu yani. Sababu kwanza mafanikio yetu tulikuwa tunajua sisi tutaishia robo finali huko chini huko. Lakini watu walijua walichokikuta na walichokiona tofauti na ilivyokuwa. Kwa tunamshukuru sana Mungu. Kwa hiyo kama hamwadai kitu, haya matokeo ni kawaida, hayaumizi haya. Hayaumizi, lakini kidogo, kwa sababu lazima mimi mtu wa mpira na mimi lazima shabiki mnyama kuumia lazima. Tunapokea. Unapokeaje? Nini kimewaangusha kwenye finali? Kama ile goli ilikuwa la wazi. Goli la wazi afu kadi ya njano ile nini? Umetunyongonyesha sana. Kadi nyekundu. Umetunyongonyesha sana. Inauma sana. Fari katutoa mchezoni kwa kutoa ile red card moja. Pili, timu yetu tunajenga, tumefikia malengo kiufupi. Hatukufanikiwa kuchukua ile kombe tu. Ila ushauri tu kwangu mimi kwa kocha, kuna muda asiangalie majina, angalie performance ya mechi. Sababu leo tumeona sababu imefanyika Joshua Mutale akiwa bado na kiwango bora, lakini still amefanywa sababu. Tumeona mambo tumeumizwa. Japokuwa tunaweza tukajisifu pia tulipofikia ni sawa. Sababu hata malengo ya Simba yalikuwa ni kufika hatua ya nusu finali. Hii ilikuwa kama ni bonus tu. Lakini uongozi ufanye inafanya kama nataka kubeba ubingwa kweli kweli. Ijaribu kutafuta wachezaji ambao ni professional kweli kweli. Nyonge, mimi nilichogundua mpira wa Afrika bwana una mambo mengi sana. Mpira wa Afrika itakiwa ujiandae uwanjani tu. Mpira wa Afrika unataka ujiandae nje pia. Umeelewa? Yaani mpira wa Afrika una mambo mengi meusi.
yani refa anakuja uwanjani yuko upande mmoja. Umeelewa? Sijaelewa yani mimi nini ambacho hujaelewa? Sijaelewa tu kadi nyekundu hata goli letu alilolikataa. Hakika wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Pengine hii haikuwa bahati ama hii haikuwa riziki ya Simba kuchukua taji kwa msimu huu. Kutoka hapa New Amani Complex visiwani Zanzibar, mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante shabiki wa timu mbalimbali, Juma Abdurrahmani. Wana Simba, kupata na kupata tu haijalishi umepata nini. Kikubwa umepata kile ambacho ulichostahiki kukipata, na kile ambacho wewe ulikuwa unatamani ukipata huwezi ukipata kama si chako. Tutoke hapo tukatazame taarifa nyingine, lakini tusalie kwenye upande wa soka, kuangaza soka la wanawake, ambako uongozi wa klabu ya soka ya wanawake ya Simba Queens umeweka wazi mipango ya kuiboresha timu hiyo kuelekea msimu ujao wa soka wa 2025-2026 mara baada ya kumalizika kwa msimu wa 2024-2025 kwa kupoteza ubingwa wa ligi kuu soka kwa wanawake na kukosa nafasi ya kushiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake mbele ya wapinzani wao wakubwa JKT Queens. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanamichezo wetu. Hayo yameelezwa na mlezi wa timu hiyo Fatma Deuji wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 Michezo, na kusema kuwa msimu wa mwaka huu haukuwa bora sana, jambo ambalo limewafanya kuukosa ubingwa, huku wakiutazama kama ni msimu wa changamoto na kuongeza tija. Sisi tumeshawahi kucheza na kushinda mara nyingi, msimu nyingi, lakini this season tulikuwa tumepata changamoto kidogo, na I think pia unajua wakati wachezaji wanafanya training, lazima wafanye training on the pitch na off the pitch. Katika hatua nyingine, Fatma Deuji ameweka wazi mipango yao kwa msimu ujao, hususan katika kukiboresha kikosi chao kwa kusajili wachezaji bora na wenye uwezo wa hali ya juu ili kuirejesha hadhi ya Simba ndani na nje ya mipaka ya nchi. Tumeshaongea na kocha, tumeshaongea tufanye nini, to improve wapi, na inshallah next season naona tuta improve. Jua wakati nilikuwa naangalia mechi tunacheza vizuri, ili kuna vitu 2-3 lazima tu improve. Tumeshaongea na kocha na watu wa benchi tufanye nini ili wachezaji waweze kuimprove game yao. Na hapa Fatma Deuji anamshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono sekta ya michezo, hususan kwa wanawake. Simba Queens, watu wengi unajua wana hesitate kusponsor timu ya wanawake. Wanahisi kwamba hawezi kupata mileage au timu ya wanawake haiwezi kwenda mbali, lakini kama Mama Samia amesema kwamba unajua soka ya wanawake inaenda mbali, unajua future yake ni nzuri. Lazima pia tuwapate sponsor, unajua, ili tuwaweze kuimprove. Witness Matiku, Channel 10 Michezo. Asante mwanamichezo Witness Matiku. Kwingineko, naibu waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamisi Mwinjuma amesisitiza hitaji la klabu zote za jogging nchini kuhakikisha zinasajiliwa ili ziweze kutambuliwa na mamlaka husika, pia kujiendeleza hata kiuchumi kupitia klabu hizo. Hamisi Mwinjuma ametoa kauli hiyo wakati aliposhiriki uzinduzi wa klabu ya Kijichi Gateway Jogging ya jijini Dar es Salaam, ambapo amesema usajili wa klabu za jogging utasaidia kujadiliana mambo mbalimbali ikiwemo michezo na kufanya mazoezi. Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imekuwa ikisisitiza sana kwenye wananchi wa nchi hii kujishirikisha kwenye shughuli za mazoezi. Sehemu kubwa ya magonjwa yasiyoambukiza yanaletwa na kutoshiriki mazoezi. Miili inakuwa imezubaa mno na inafanya maambukizi yanakuwa rahisi, na hatimaye serikali inaingia gharama kubwa kwenye kutibu wananchi wake, lakini hali kadhalika na sisi tunapunguza umri mrefu kwenye maisha yetu ambao tungeweza kuwa nao kwa vile tu tumepata uvivu wa kufanya mazoezi. Mimi watie moyo, kwanza kimbieni, fanyeni mazoezi. Hayo mengine tutaenda nayo taratibu kwamba tupunguze, tunywe wakati gani, tule wakati gani, lakini kwanza tuhakikishe watu wote wanafanya mazoezi. Ni muhimu mno. Lengo ambalo serikali yenu linalo sasa hivi, kwa sababu utamaduni huu wa kufanya mazoezi
umeshika hatamu sana katika kipindi cha miaka 5-4 hii. Haya, kwingineko ni kwamba wanamitindo na wanasanaa mbalimbali nchini wameaswa kushiriki mazoezi ili waweze kujiweka sawa kiafya na kiakili, lakini pia kutokana na kazi zao waweze kutengeneza miili yao na kuongeza muonekano kwa ujumla. Hayo yameelezwa na Atu John, mkurugenzi wa Black Fox Model Africa, wakati wa mazoezi mbalimbali na wanamitindo wa sanaa nyinginezo ikiwemo mitindo, ambapo wamesema kushiriki mazoezi kunasaidia kuwaweka sawa kimwili na kiakili, lakini pia kuzidi kutengeneza mionekano yao kama wana mitindo. Tupata nafasi ya kumsikiliza na kutazama wakati akizungumza na waandishi wa habari. Muhimu sana kujitunza mwili wako. Ili uweze kufanya kazi vizuri, lazima uwe healthy, uwe huna magonjwa. Kwa hiyo yani ukisema unayochukua muda kufanya mazoezi. Mazoezi sio gym peke yake, mazoezi sio marathon peke yake. Kuna mazoezi mengi ambayo unaweza kufanya ambayo hata wewe binadamu ama wewe mwenyewe kama mwanamitindo, na nisema mwanamitindo na include kila mtu, designer na stylist, lazima ujue kujitunza mwili. Sasa kama wanamitindo of course wanatakiwa wawe yani waweke mwili imara, uwe imara ili zile nguo wanazovaa ziweze kuwakaa vizuri, lakini pia kwa afya yao tu ya mwili wenyewe kama ambao kwa sababu hizi kazi zao ni kuhusiana na muonekano wa mwili. Models, mazoezi yana faida nyingi. Mazoezi yanaupa mwili nguvu, pia yanafanya mwili unakuwa flexible, yani kwa mfano models wanaohusika katika kutembea kwenye majukwaa yanawapa mwili nguvu ya kuweza kutembea, kwa sababu pale unapotembea unatakiwa uwe na energy ya kutosha. Nyingi sana. Na ina depend na ina gani ya modern category uliopo. Kwa mfano kama runway hutakiwi kuwa na mwili mkubwa, labda wale wa plus size, ila kwa mfano wa runway hawa kawaida unatakiwa usiwe na mwili mnene, ujiweke in shape, mwili misuli ikae vizuri, au usiwe na tumbo. So tukatazame yaliyojiri kimataifa, ambapo mchezaji nambari 1 kwa ubora duniani kwa upande wa tennis Aryna Sabalenka amefanikiwa kumshinda nyota Kamila Rikimova, raia wa Urusi, na kufanikiwa kusonga mbele kwenye harakati zake za kusaka ubingwa wa mashindano ya wazi ya French Open. Sabalenka alihitaji saa moja pekee kumfunga Rikimova, raia huyo wa Urusi, kwa seti 2 za 6-1 na 6-0 mjini Paris huko nchini Ufaransa. Mbelarusi huyo alizidisha kiwango chake mechi ikiendelea na kushinda mechi 9 mfululizo katika mashindano hayo ambayo yamekuwa yakichukua nafasi. Sabalenka, bingwa mara 3 wa Grand Slam, hajawahi kufika fainali ya French Open akiwa kwenye ubora wake zaidi ya kutinga nusu fainali kwa mwaka 2023. Asante kwa wote ambao mlikuwa nasi. Huo ndio mwisho wa habari za michezo na burudani usiku huu wa leo. Mimi naitwa Juma Mohamed, kaa tayari kwa ajili ya muktasari wa habari, kisha atarejea hapa Margaret Itala sambamba na Tito Makombe kuja kuhitimisha habari usiku wa leo. Nikutakie tu siku mwema, usio na bugdha, lakini endelea kufurahia, lakini pia endelea kujifunza kwa kila ambacho unajifunza kila siku. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, asema ushirikiano wa Tanzania na Japani umezidi kukua katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, asema anapanga kutembelea mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi wa M23. Na katika michezo, klabu ya Simba ya ukosa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kutoka sare ya goli 1-1 katika mechi ya fainali ya pili iliyopigwa kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Na mtazamaji, mpaka hapo tumefika tamati katika kuhabarisha yale yaliyojiri kutwa nzima ya leo. Ulikuwa nami Margaret Itala niliyekuletea habari za kitaifa na zile za nje ya mipaka ya Tanzania. Na upande wa ukalimani wa lugha ya alama ulikuwa naye Tito Makombe, lakini ametoka hapa Juma Mohamed kwa habari za michezo na burudani. Asante na usiku mwema.